na hilo likapitishwa, na yeye alihudumu kwa miaka 10 hadi Desemba mwaka 2005 ambapo akashika uongozi Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kama rais wa awamu ya 4 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Edward Ngoyai Lowassa, Mwenyezi Mungu amrehemu, naye akaingia madarakani Desemba mwaka 2005 na akashika uongozi hadi Februari mwaka 2008, na yeye alijiuzuru nafasi hiyo hapa bungeni Dodoma. Na kwa nafasi, kwa sababu alijiuzuru, inamaanisha serikali ikabidi nafasi yake, alipoondoka kwenye nafasi yake ikabidi serikali ivunjwe na kuunda baraza jipya la mawaziri, na Dr. Jakaya Mrisho Kikwete akaja na waziri mwingine mkuu mpya, Mizengo Peter Pinda, yeye akiwa ni waziri mkuu wa 10 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi Desemba mwaka 2008, na akahudumu katika serikali hadi Februari mwaka 2015. Kassim Majaliwa yeye aliingia madarakani Novemba mwaka 2015 hadi Novemba mwaka 2025 tunapozungumza hivi leo, na anayejulikana sasa. Ulikuwa ni maswali mengi yanasubiriwa, watu wanauliza ni nani atakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika awamu ya 6 muhula wa pili. Jina ambalo limetoka kutangazwa hapa ni la Mwigulu Lameck Nchemba, bunge la 13, atakaye simama humo bungeni akiwakilishi cha uongozi ama kiunganishi baina ya serikali lakini pia na bunge ni yeye. Tunasubiri kura kama zikimpitisha hapa, basi nafasi itakayokuwa inafuata ni kwenda kuapishwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ilivyo matakwa ya kikatiba. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inamsema ni nani huyu waziri mkuu na misingi yake ya utendaji wa kazi inabidi iweje. Katika fungu lake la 51 kifungo kidogo cha 3 nasema bila kuathiri masharti mengine ya katiba hii, waziri mkuu atashika kiti cha waziri mkuu hadi pale siku ambapo rais mteule ataapa kushika kiti chake, na siku ambapo atafariki dunia ikiwa katika madaraka, au siku atakapojiuzuru, au siku rais atakapomteua mbunge mwingine kwa waziri mkuu, kama ambavyo imefanyika hivi leo, atakapoacha kushika kiti cha waziri mkuu kwa mujibu wa masharti mengine ya katiba hii. Fungu la 52 ibara ya 52 inasema waziri mkuu atakuwa na madaraka juu ya udhibiti, usimamiaji, utekelezaji wa siku hata siku wa kazi na shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano. Pia waziri mkuu atakuwa kiongozi wa shughuli za serikali bungeni. Katika utekelezaji wa madaraka yake, waziri mkuu atatekeleza au kusababisha utekelezaji wa jambo lolote au mambo yoyote ambayo rais ataagiza kwamba yatekelezwe. Lakini pia waziri mkuu atawajibika kwa rais kuhusu utekelezaji wa madaraka yake, inasema ibara ya 53 katika kifungu kidogo cha kwanza. Na kwa mamlaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mamlaka rais ndiyo itakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi juu ya serikali ya Tanzania kwa ujumla, na mawaziri chini ya uongozi wa waziri mkuu watawajibika kwa pamoja bungeni kuhusu utekelezaji wa shughuli za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio maana waziri mkuu akiwa hapa bungeni, yeye uhusika kujibu maswali, na katika kipindi kilichopita kulikuwepo na maswali ya papo kwa hapo kwa waziri mkuu ile siku ya Alhamisi. Kutakuwa na utaratibu mwingine wa tofauti kwa waziri mkuu ajaye. Hayo ni mambo ya kusubiri na kuona, na yeye akiwa kiongozi wa mawaziri watawajibika moja kwa moja kuyajibu ya serikali kutoka kwa wananchi, na wananchi wenyewe ndio wabunge waliomo humu bungeni. Kwa hiyo kama Watanzania watakuwa na mambo ya kuuliza serikali kuhusiana na kila ambacho wanahitaji majibu ya kina, basi wananchi wenyewe ndio wabunge ambao wako humu bungeni watahusika katika hilo, ili kuhakikisha kwamba wanapata iliyo haki yao kupitia kwa waziri mkuu anayepatikana hivi leo. Kwa ufupi, tunatengeneza dezeni sasa. Tangu nchi yetu ipate uhuru, tumetengeneza dezeni ya mawaziri wakuu, yani mawaziri wakuu 12 wa nchi ya Tanzania. Dr. Mwigulu Nchemba, msomi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, lakini mchumi pia, mbunge wa Iramba Magharibi, anatarajiwa hapa kupitishwa
na ama kuthibitishwa na wabunge. Miaka yake 50 tangu azaliwe ya kiutendaji. Tunasubiri kuona damu hiyo changa kabisa, tunaweza kusema damu hiyo changa kabisa namna itakavyotenda kwa ajili ya maisha ya Watanzania, na imani iliyopo itamegwa kuwa kitu ambacho kitaleta matokeo. Kila moja anasubiri na kuona yale ambayo yatatekelezwa. Mapema tukizungumza na baadhi ya wabunge, ni mbunge wa aina gani wao wanamtaka kuwa waziri mkuu atakaye kuwa kiunganishi, lakini pia kuisaidia serikali katika utendaji na kumsaidia Mheshimiwa Rais. Walisema sana wanamhitaji waziri mkuu mchapakazi, waziri mkuu mwaminifu, waziri mkuu mtendaji ambaye atakwenda ana kwa ana kusaidia serikali ili itende bila kusuasua, kwa sababu kupitia yeye kama kiranja mkuu wa viranja wengine ama wa mawaziri wengine, atahakikisha kwamba wizara kama ambazo ziko chini ya ofisi yake zinatenda kwa ajili ya kupeleka maji maeneo mbalimbali ya Tanzania. Ile kampeni ya kumtua mama ndoo kichwani iendelee. Ukiranja wa waziri mkuu utashughulika ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma hizo, huduma za elimu kote nchini, msingi mkubwa kabisa wa kuondoa ujinga na maadui watatu waliowatangaza hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yatahakikishwa kwamba kiwango cha elimu nchini Tanzania kinapanda, lakini pia wale ambao hawajapata fursa bado wanaipata fursa hiyo. Miundombinu ya elimu iwe mibora ama miundombinu bora. Sera ya elimu ambayo hivi sasa imejijenga zaidi katika masuala ya amali ama ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, basi usimamizi wake kupitia waziri mkuu kwa mawaziri mpaka kwenda kwa wakuu wa mikoa huko, lakini pia kwa wakuu wa wilaya, nafasi hiyo itasimama pale kwa waziri mkuu kuhakikisha mambo yote yanakwenda uzuri. Waziri mkuu tarajali Mwigulu Lameck Nchemba alianza shule ya msingi mwaka 1987 pale Makunda shule ya msingi. Akahitimu mwaka 1993 mkoani Singida, lakini pia katika kidato elimu yake ya kidato cha 4 alisoma pale Iliboru Sekondari Arusha, Tanzania. Kijana huyu akiendelea kukua, kijana barobaro, na katika masimulizi yake mengi huwa anasema yeye ni kijana kutoka familia maskini, kijana kutoka familia zile za kipato cha chini, akajibidisha sana katika elimu. Kuna picha zake maarufu sana huko kwenye mitandao ya kijamii, na yeye huwa alikuwa haoni aibu kuzisema kwamba yeye ndiko alikotokea. Kijana aliyekuwa anachunga ng'ombe huko, muda mwingine kuna picha yake maarufu sana akiwa machungani na ng'ombe akishikia fimbo mabegani. Pasi na shaka leo inaweza kutembea sana kukumbushia enzi za kula alikotoka Mwigulu Lameck Nchemba, na yeye mwenyewe ndiye aliweka huko mitandaoni kuonesha kwamba alipotoka ni mbali mpaka kufikia kipindi hicho akiwa waziri, na ni kutoa hamasa kwa watoto wote wa Tanzania, haijalishi unatoka katika familia gani. Hivi leo Mwigulu Lameck Nchemba ambaye kipindi kilichopita alisema yeye ametoka familia maskini kabisa, ila katika majitoleo yake na kujibidisha katika elimu, akiisaka sana elimu isimwache aende zake, basi ndipo tunaweza kusema kile alichokipambania katika kutafuta maisha hivi leo kinakuwa ni fahari kwa Watanzania wote. Iliboru Sekondari Arusha ilimtoa kijana huyu mwaka 1994 akiwa kijana mdogo bado, akahitimu vizuri mwaka 1997, na katika kupiga shule ileo ni kama nyumba nyingine hapa Singida na Dodoma Simbari. Alichaguliwa kwenda katika elimu ya juu ya sekondari ama advanced level Mazengo Sekondari hapa Dodoma mwaka 1998, akahitimu kwa miaka miwili hadi mwaka 2000, na akapata nafasi ya kujiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam kusomea shahada ya awali ya masuala ya uchumi, Bachelor of Economics, kuanzia mwaka 2001 hadi mwaka 2004. Akahitimu Mwigulu Lameck Nchemba kama mchumi wa mwanzo kabisa akiwa na shahada yake ya awali.
lakini akaendelea kuweka mizizi yake katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Akaona asiende mbali sana, hapa elimu Tanzania yatosha kuondosha ujinga na kujipatia maarifa. Akazifunua kurasa za vitabu, akabaki chuo kikuu cha Dar es Salaam na kupata masters ama degree, shahada ya pili katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Bado hakwenda mbali sana. Kuna wengine wanaamua amesoma uchumi, sasa hivi atakwenda kusoma masuala ya siasa, political science, ama ataenda kusoma masuala ya uongozi wa umma. Lakini Mwigulu Nchemba akabaki na kwenye rada moja tu kwenye masuala ya uchumi, Masters of Economics, mwaka 2004 hadi mwaka 2006. Akahitimu kwa miaka miwili akipata shahada hiyo ya pili ya masuala ya uchumi. Mwigulu Nchemba huyu akaona hatoenda mbali tena, akabaki hapo hapo chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mwaka 2012 hadi mwaka 2018 akaitafuta PhD, Doctor of Philosophy ya masuala ya uchumi. Yeye ni daktari wa masuala ya uchumi, na yeye bila shaka amekuwa akitambia hiyo nafasi yake kwa sababu ni msomi. Amesema mimi ni mchumi mbobezi, na amekuwa akionyesha hapa bungeni. Kwa hiyo daktari huyo wa uchumi, Daktari Mwigulu Nchemba, amesoma hapa Tanzania kuanzia shule ya msingi pale Makunda, akapata daktari huyo wa masuala ya uchumi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, mwanzo mwisho Dar es Salaam, Arusha, Dodoma. Kutoka Singida akaenda zake Arusha, akarudi Dodoma, chuo kikuu cha Dar es Salaam, na kote huko akapata elimu iliyomsaidia. Lakini pia ana chocheti cha masuala ya uongozi kutoka Uongozi Institute, taasisi ya uongozi. Alisoma mafunzo mafupi haya mwaka 2002. Kwa hiyo kote huko yupo. Nafasi zake za kiuongozi zimejigawa katika makundi mbalimbali na masuala yake ya ajira. Huyu ni mchumi pia wa daraja la kwanza, alipata kufanya katika Benki Kuu ya Tanzania, ni Bank of Tanzania, kuanzia mwaka 2006 hadi mwaka 2010. Kwa hiyo ametenda katika Benki Kuu ya Tanzania akiwa mchumi daraja la kwanza, kabla ya kuondoka huko na kuingia katika uga wa kisiasa. Alipokwenda kubisha hodi pale Iramba Magharibi, akapata nafasi hiyo ya kuchaguliwa kwa mbunge, alikiachana na masuala ya uchumi kule Benki Kuu. Uzoefu wake wa kisiasa umetandawa katika njia nyingi. Tunaweza kupitia walau kuendelea kumfahamu ni nani huyu ambaye Rais Samia Suluhu Hassan amempendekeza kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama ndo kwanza unamfuatilia Mwigulu Nchemba, hajaanza leo. Tangu alipoingia bungeni mwaka 2010 alipata nafasi ya kiuongozi, kufanya katika nchi ya Tanzania, na tangu mwaka 2010 akiwa mbunge, akarejea mwaka 2015 mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpaka wakati huu tunapozungumza. Lakini amepata kuwa mjumbe wa kamati ya uchumi na fedha mwaka 2010 hadi mwaka 2000. Alipata kuwa mjumbe wa kamati ya bajeti ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia mwaka 2012 hadi mwaka 2013. Mwigulu Nchemba huyu katika Chama cha Mapinduzi, kijana wa Chama cha Mapinduzi huyu, amepata kuwa muhazini wa Chama cha Mapinduzi kuanzia mwaka 2011 hadi mwaka 2012. Pia amepata kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, inakumbuka ule mwaka 2012 hadi mwaka 2015. Kwa hiyo unaweza kutazama kwamba katika utendaji wake amekuwa akiaminiwa kwenye maeneo mbalimbali ndani ya chama, lakini pia ndani ya bunge na serikali kwa ujumla. Kutoka kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi mwaka 2012 hadi mwaka 2015, akarejea bungeni tumeshasema 2015 mpaka mwaka 2020. Lakini Mwigulu Nchemba huyu pia amepata kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi mwaka 2016 hadi mwaka 2016. Ilikuwa ni kipindi kifupi tu alifanya kazi hiyo katika wizara ya kilimo, wizara ya kilimo, mifugo na uvuvi.
Tunakumbuka pia nafasi nyingine ambazo amepata kuzitumikia katika serikali akiwa waziri, ukiachana na kipindi kifupi ambacho alitengeneza nafasi yake kama waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi. Nafasi nyingine ambazo amepata kuzifanyia kazi ni mwaka 2020 alipoteuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria, akichukua nafasi ya Dr. Augustine Philip Maiga. Na itakumbukwa pia kwamba 2016 alipotoka kuwa waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, alibadilishwa wizara kuwa waziri wa mambo ya ndani kwa mwaka 2016. Isivyo bahati kwake, mwaka 2016 aliondolewa katika wizara hiyo ya mambo ya ndani mwaka 2018 na aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli. Lakini mwaka 2019 alipata, ninakumbuka ni miongoni mwa nyakati ambazo alipata misukosuko. Pia alipata ajali, gari lake likigonga pundamilia barabarani alipokuwa akisafiri, lakini akapata matibabu, akarejea katika nafasi yake, na tunafahamu mwaka 2020 akarejea kwenye uongozi akiwa ni waziri wa katiba na sheria, na hadi Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani akamteua kuwa waziri wa fedha na mipango, akisaidiana na viongozi wengine katika kuhakikisha kwamba maisha kila siku yanaendelea Tanzania. Na fedha, utozaji wa kodi, amekuwa ni muumini ambaye amesimamia zoezi la kuhakikisha kwamba kodi zinakusanywa kwa njia iliyo halali, ili kuhakikisha kwamba wigo wa walipa kodi nchini Tanzania unaendelea kuwa mkubwa, na kila Mtanzania aliye na nafasi ya kufanya kazi anachangia katika pato la taifa hili kwa kulipa kodi zilizo halali, na kuondosha ile dhana ambayo ikifika muda wa kodi, mwaka wa fedha ukikaribia kuisha, watu madukani ama wafanya biashara wanaanza, wakiona tu TRA wanaingia njani, wanaanza kufunga maduka, kimbia. Miongoni mwa vitu ambavyo alifanya ili kuimarisha hali ya mambo, ili kuleta msawazo katika masuala ya ukusanyaji wa kodi, ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kodi zinakusanywa. Maafisa wa TRA wanakuwa ni marafiki wa wafanya biashara, lakini pia sio kulegeza kamba sana, maana kodi haijawahi kuwa rafiki tangu misingi ya dunia inaumbwa. Haijawahi kuwa rafiki. Hata Zakayo, mtoza kodi wa enzi hizo, alikuwa ni adui mkubwa sana wa watu mitaani kwa sababu ya shughuli ya kutoza kodi. Na hivyo Mwigulu Nchemba alipokuja na mpango wake wa kuhakikisha kwamba wafanya biashara wanalipa kodi yao, masuala ya ushuru huko kwenye halmashauri, vyote vinaenda kwa njia ambayo kila Mtanzania ataona kwamba anayo sehemu kubwa ya kutoa ama kutoa kodi yake kwa ajili ya kujenga nchi, ili barabara tunazozipitia, iwe mijini ama vijijini ambako TARURA na mijini baadhi ya maeneo wanashughulika, kila mmoja ahakikishe kwamba anatia mkono wake katika utendaji na uendeshaji wa serikali, kutoa huduma za kijamii. Barabara zijengwe kutoka mashambani huko ambako kuna mazao mengi nchini kuelekea kwenye maeneo ya masoko, na ili barabara hizo kama zimejengwa kwa kodi zetu, itarahisisha hata bei ya bidhaa kutoka huko mashambani zifike vizuri huku bila kupandisha bei, lakini pia mkulima mazao yake yasiharibikie njiani kutokana na ubovu wa barabara. Mwananchi ambaye anataka kwenda hospitali apate huduma, unaenda hospitali, umeshaandikiwa dawa, ukafate dawa maili ama kilomita kadhaa kutafuta dawa. Ili hayo yote yawezekane, kodi yako Mtanzania, hamasa ni kwamba uilipe kodi ili upate dawa pale pale. Na huduma nyinginezo nyingi, shughuli za umeme, watu tulikulia tukizoea vibatari, lakini kodi ambazo zinakusanywa kwa usimamizi kutoka Wizara ya Fedha, lakini pia na TRA wakiwa viranja katika hilo, ili kuhakikisha kwamba maisha yanaendelea na watu hivi sasa, kwa sababu ya nishati ya umeme iliyopo hata huko vijijini, vijana wapunguze ule mwendo wa kuja kuhamia mjini kwenda kutafuta fursa. Kukiwa na umeme pale, vijana wameanza kufungua biashara zao hata maeneo ya vijijini, kwa sababu umeme upo na unguruma muda wote.
wenye kufungua saloni zao, watu wanaochomelea mambo yaende kisasa, na hatimaye hata masuala ya nishati safi yawe ni sehemu ambayo watu wakitumia umeme wakiwa vifaa vya matumizi ya umeme vikifika majumbani mwao, basi inakuwa ni rahisi kuyajenga maisha na kwenda na dunia kama ambavyo hivi sasa tunaitaka. Kwa hiyo Mwigulu Nchemba huyu ambaye wabunge walikuwa wanasema kwamba wanamtaka kiongozi ambaye atakuwa na sifa hiyo muhimu ya uwajibikaji, ufuatiliaji, kiongozi ambaye ataendana na rais katika maono ya kujenga Tanzania wote kwa pamoja. Pasi na shaka wao wataamua ni nani ambaye atashika nafasi hiyo kwa kura zao, na kama itakuwa ni vinginevyo, kura zao na ndio yao ndio itakayotuletea yale ambayo watakuwa wanatakiwa wayafanye kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Tuendelee kukumbushana pia kwamba kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977, je, mtu anaweza kujiuliza, je, wabunge wakikataa kwamba hatumthibitishi waziri mkuu kwa kura, ni nini kitatokea? Maswali hayo yanaweza kuwa yanaulizwa, mtu anajiuliza itakuwaje. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 53 kifungu kidogo cha 6 nasema, endapo hoja ya kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu itaungwa mkono na wabunge wengi, spika atawasilisha azimio hilo kwa rais na mapema iwezekanavyo, na kwa vyovyote vile ndani ya siku 2 tangu bunge lilipopitisha azimio la hoja ya kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu atatakiwa ajiuzuru na rais atamteua mbunge mwingine kuwa waziri mkuu. Hiyo ilikuwa ni kwa upande kama endapo itatolewa hoja ya kutokuwa na imani na waziri mkuu atakayekuwa amechaguliwa kwa ajili ya kuendelea na maisha ya uongozi serikalini, bila kujali masharti ya ibara ya 51 ambayo imetupa mwongozo ni nani anatakiwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bunge linaweza kupitisha azimio la kura ya kutokuwa na imani na waziri mkuu endapo itatolewa hoja ya kupendekeza hivyo na kupitishwa kwa mujibu wa masharti ya ibara hiyo. Hiyo itakuwa ni shughuli ya kwenda mbali sana, kwa sababu leo litakuwa tu ni kazi ya kupitisha mambo ya kutokuwa na imani naye, yatakuwa ni baadaye kama wataona utendaji wake unalegalega na utakuwa nje ya msingi wa kile ambacho wabunge walikiamini. Na katika utekelezaji wa madaraka yake waziri mkuu atatekeleza kusababisha utekelezaji wa jambo lake au mambo yote. Sasa ni wazi baada ya kuahirisha kwa muda bunge kwa takriban nusu saa hivi,